Vuka hadi Kisii aliko mwandishi wetu Komba Alfayo atupe taswira ya maandalizi ya maandamano ya kesho. Na hivi sasa, Komba Alfayo, hebu tujuze ni kipi kinaendelea kwa sasa? Na Joash Onsare, nilivyo hapa muda uliopita nimekuwa nikifanya matembezi yangu mjini Kisii kutathmini hali ilivyo. Vijana nimewaona wengi wakiwa wananunua bendera na wengine wakinunua barakoa, ikiwa hapo moja wapo ya maandalizi hapo kesho. Firimbi, wauzaji, wachuuzi wanaendelea kuuza, lakini hapa tu niko na baadhi ya wakazi katika kaunti ya Kisii. Pengine tutakuwa tunatupatia maoni yao, hisia zao ni zipi kuhusiana na maandamano ya kesho na ni yapi yale ambao wanatarajia wao kama wafanyabiashara katika mji huu wa Kisii. Tutakuwa tunakaribisha uweze kufika hapa, utueleze jina lako ni nani, hasa matarajio yako kesho ni yapi, wakati vijana watakuwa wanajiandaa kufanya makumbusho ya wenzao walioaga dunia mwaka mmoja uliopita. Kwa majina naitwa Jared Mochere. Naomba kuambia Wakenya wenzetu kwamba ile siku yenye ilikuwa inangojewa sana ya makumbusho ya watoto ambao waliuliwa ni kesho. Na naomba watu wote Millennium, Gen Z watokeze kwa wingi ili tuweze kufanya maandamano ya amani. Askari wasipepe bunduki zao na malisasi zao kuja kuua watu wanafanya peaceful demonstrations. Tunataka amani idumishwe na tufanye maandamano kikamilifu. Na wale wabunge ambao hukumiwe. Na asante sana, pia tuweze kupata na mwenye hapa. Je, wewe maandamano ya kesho unatarajia yawe vipi? Kwa majina naitwa Justus Moseti. Mimi nasema kuhusu siku ya kesho maandamano iko. Hiyo maandamano tunataka tuifanye ile maandamano ya amani. Hatutaki nimesikia kuna kikundi kingine imejipanga kuja kuharibu maandamano, wasema ati hiyo maandamano iko kwa ya amani. Sisi tuko na maandamano hapa Kisii na hiyo maandamano ni ya amani. Na vijana wale ambao watakuwa pengine watatumika vibaya, wito wako kwao ni upi? Mimi nawaambia popote walipo, ukijaribu kuleta sita mahali tunafanya maandamano, tutadiri na wewe vile inatakikana. Hata ukiwa umejipanga namna gani, hatutaki mchezo. Kwa hivyo usijaribu, kama utajaribu, chua wewe tutaandamana na wewe sawa sawa. Kifupi tu. Kwa ufupi, mimi naitwa Justus Omwenga Ngwenyi. Mimi napongeza vijana kwa kujitokeza kwa wingi, lakini maandamano ya kesho yasiwe ya kuharibu mali ya watu. Tuwe na maandamano ya amani. Alafu jambo lingine, vijana nyinyi mmefanya tumerefuka, tumejua mambo mengi kupitia nyinyi. Na waombea amani, msiwe na shida yoyote. Wa mwisho kabisa tueleze maoni yako ni yapi kuhusiana na maandamano ya kesho? Kwa majina naitwa Dennis Oriech kutoka Nyakaachi. Tulikuwa tunasema kulingana na hii maandamano ambayo inakuja kesho, tunafikiri ya kwamba rais wetu William Ruto atasikia kilio ya wananchi. Sababu hii maandamano ni njia moja ya kuleta serikali kilio ya wananchi, kilio ya vijana. Rais kwa wakati alikuwa anasema ataunganisha vijana ndani ya serikali, hii mambo mingi ndio inaleta, na tukiangalia vizuri polisi wetu wa Kenya wanatumia nguvu kupita kiasi. Kwa hivyo tulikuwa tunatarajia maandamano ya kesho vijana wamejipanga vizuri, tutafanya maandamano ya amani. Kwa hivyo kitu sisi tunaomba serikali isitumie polisi kunyanyasa wananchi wakati wanafanya maandamano yao. Kitu kingine ya pili, wakati Sakaja ametambukwa Nairobi yeye ndiye alileta guns sikita kukapiga vijana, hajasimama hata siku moja tangu siku hiyo asimama ajitetee aseme au kuwa ama alikuwa, which means Sakaja ndiye alikuwa mwanzilishi ya hao guns. Tunaomba ya kwamba kesho wanasiasa ambao wanaenda kutumia na serikali kuleta guns kwa maandamano, tafadhali usalezi chukue mkono wao. Asante. Na asante sana Joash Onsare. Kama ulivyosikia tu, kikubwa tu ambacho kinazidi kuombwa ni maandamano ya amani, amani, amani. Maafisa polisi wasikubali kutumika ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaleta vuruma, ila tu kuhakikisha kwamba wakazi wanapata ulinzi ya saa siku ya kesho. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Jina langu ni Kombo Alfayo, kwako studioni Joash Onsare.
Shukran sana Komba Alfayo kwa tathmini hiyo, kutueleza ni kipi kinaendelea katika maandalizi ya ukumbusho wa maandamano ambayo yalifanyika mwaka uliopita. Hapo kesho ikiwa utakuwa umetimia mwaka mmoja tangu maandamano hayo kufanyika.